Kutengeneza utajiri kwa kujifanya bado ni maskini ni moja kati ya mbinu noma zaidi ambayo unaweza kuifanya. Moja kati ya kitu ambacho kinatufanya watu tupambane usiku kucha mchana na usiku everyday ni kuweza kupata uhuru, kwa maana ya uhuru wa muda na uhuru wa kiuchumi. Kupata uhuru hauji kutokana na nguo ulizovaa, miwani uliyovaa, gari unaotembelea. Utajiri unajengwa kutokana na asset, sio liabilities. Asset ni kitu chochote ambacho kinakuingizia na liability ni kitu chochote ambacho kinakuondolea pesa na values ambazo unazitengeneza. Warren Buffett, miongoni wa mabilionea ambao wanamiliki makampuni makubwa zaidi Amerika na ni bilionea namba 9 Amerika, bado anaishi kwenye nyumba yake ambayo alijenga mwaka 1958 mpaka leo 2026. Hutaji kuprove kwa mtu yeyote kwamba una pesa kama kiuhalisia deep down unajua umesha master mchezo unavyochezwa. If you know the game, you know the game. Watu wengi huwa wanafilisika kwa kutaka kuprove watu wengine kwamba wao wamesha kuwa matajiri. Wakati huo the real players wa game wako wanajenga zao ma empire na utawala kwenye industry wanazozifanya. Swali ni hivi, upo hapa kwa ajili ya kutengeneza attention ama upo hapa kwa ajili ya kujenga autonomy? Kama unatamani kujifunza namna gani ya kuweza kuanza biashara yako kwa mara ya kwanza, uko chuoni, uko shule, uko sehemu yoyote, uko East Africa, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, South Africa, West, uko kwa position yoyote, unataka kujifunza namna gani ya kuweza kuanza kutengeneza personal brand, kutumia mitandao ya kijamii kutengeneza pesa, kutengeneza system na cooperate, kuskali biashara yako, kupata wateja 100 wa kwanza kwenye biashara yako ama kuongeza wateja kwenye biashara yako. Kwa maana neno course na kutumia course maalum ambayo nimefundisha kwa kina juu ya kufanya haya yote niliyoyataja hapo. Tutane kwenye comments.